cha Amaika. Acha tuseme tuko pabaya. Tuko pabaya kwa sababu tumekosa maadili na sasa tunashabikia uongo, unafiki, wizi na maovu mbalimbali. La kuudhi sana, mazingira ya sasa yanatia wasiwasi. Siasa za chuki zinaenezwa. Sasa tunasikia na kuona wanasiasa wakijitokeza kuitana majina huku makabila fulani yakilaumiwa. Mstaafu Uhuru Kenyatta akihutubia wajumbe wa chama cha Jubilee alikashifu mwelekeo huu, akawasuta viongozi wakuu serikalini kwa kusalia kimya hata wakati matamshi ya chuki yananenwa mbele yao. Uhuru alionya kuwa machafuko ya 2007-2008 yalianza kwa mkondo kama huu tunaoshuhudia sasa hivi. Ajabu ni kwamba badala ya viongozi hao kuungana naye kukashifu hayo matamshi, walijitokeza na kumshambulia Uhuru kwa kujihusisha katika siasa ili hali amestaafu. Tuko pabaya. Inaudhi kwamba wanafunzi wakitoka mashindano ya muziki wanashambuliwa kwenye daraja la Mayoni. Inasemekana kwamba wahuni waliowashambulia wanafunzi hao walidhani basi hilo lilikuwa limebeba wafuasi wa mrengo wa United Opposition. Inavunja moyo kwamba wanafunzi wengine walizirai, wengine wakapata majeraha pamoja na abiria wa matatu fulani. Tuko pabaya. Tuko pabaya kwa sababu inaonekana ni makosa kuwa katika mrengo wa upinzani. Utarushiwa mawe na kuhangaishwa na vitengo vya usalama. Tuko pabaya kwa sababu inaonekana ni makosa kuunga mkono serikali. Unaitwa msaliti. Mazingira haya iwapo hayatafanyiwa mageuzi, basi tunaonesha dalili za kuteketeza nchi badala ya kuijenga na kuipaka rangi ya sifa za upendo. Taasisi na asasi zilizotwikwa jukumu la kuimarisha usalama na kudumisha siasa safi lazima zichukue hatua madhubuti kukabili na kudhibiti mwelekeo huu. Sauti ya kipenga inasema tuko pabaya. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Nelson Songa.